Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV. Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Tarehe ni 30 na mwezi ni wa 5 2025, ambako unasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila Kabange ameweza kukanwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamemwonyesha kwamba huyu jamaa sio kitu. Na kitu kingine ni kwamba Bahati ambaye ni gavana wa M23 huko mkoani Kivu ya Kaskazini ameweza kuzuru maeneo ya Masisi, na hivyo kuweza kwenda kuzungumza mambo ambayo yamekuwa mambo ya ajabu tuseme, ambayo ukiasikiliza ni kwamba hawa jamaa kuna kitu ambacho wako wanajaribu kufanya kwa ajili ya kutaka kutimiza ile balkanization, kwamba wao wachukue mashariki, waendelee kubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizungumza na raia hayo maeneo, huku akitumia lugha ya Kinyarwanda kuzungumza na wananchi, kitu ambacho kinaashiria kwamba je, Kinyarwanda sasa kinakuwa officialize Mkongo, hiyo kinazungumzika Mkongo. Wako wanalazimisha watu kuongea Kinyarwanda. Kama hauwezi jua Kinyarwanda, ina maana unakuwa hauna access ya mambo muhimu. So hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tutagusia kutoka kwa Joseph Kabila na click yake. Hii inamaanisha kwamba ujio wa Kabila ndani ya jiji la Goma direct anakuja kuchukua usukani, kwa sababu huyu jamaa Bahati amegusia neno moja kwamba kama Kabila anakuja Goma, unahisi kwamba tutarudi nyuma tena? Aturudi nyuma tena. Makosa yaliyofanywa na RCD na CNDP, sisi hayo makosa tutafanya. Hii iko na maana kubwa sana, tutakuja kujadili hiyo baadaye. Hii ni Baraka1 TV, na ili kwanza kupata habari zetu za moto ni kulike pia na kusubscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, unaweza kulike na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata hizi habari kila wakati. Na pia usisahau tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kama hujangana na operation hii, tafadhali tumia namba zetu ambazo unaziona kwa screen ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Kikubwa hapa ni Kabila ameweza kufanya mambo moja ya aibu sana. Mambo ya aibu ya kuzalilisha nchi, na pia kudanganya jamii ya kimataifa, na kudanganya pia wanajeshi, na kujaribu kuingiza chokochoko kwa wanajeshi. Lakini kabla hatujaenda mbele, kwanza nilitaka kuweza kusikiliza ujumbe huu kutoka kwa kamanda kanali ambaye ni mhubiri. Tushawahi kuzungumza mambo yake sana hapa. Akijaribu kuwaingiza ideology majenerali, viongozi mbalimbali wa jeshi kupenda DRC, kuipenda nchi na kuacha kushirikiana na adui. Hebu tusikize kwanza hii. Nous trahissons le Congo. Nous détruisons le Congo. Dans tout ce que nous faisons. Le jour viendra, quand Dieu viendra, il va nous juger tous. Nous serons tous jugés de la manière dont nous aimons le Congo. Est-ce que tu aimes le Congo? Tu aimes le Congo? Mon général, tu aimes le Congo? Mon colonel, tu aimes le Congo? Mon lieutenant, tu aimes le Congo? Les soldats, vous aimez le Congo? Vous n'avez pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Que le Seigneur puisse bénir le Congo. Que le Seigneur puisse bénir notre nation, afin que tous aillent de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, il est temps que tu puisses nous donner ce cœur pour aimer le Congo. Un cœur patriotique, un cœur qui cherche à ce que le Congo aille toujours de l'avant. Merci pour ton amour infini et insondable. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour que nous puissions aimer le Congo. Que le Congo soit ancré dans notre cœur. Que le Congo soit ancré dans notre habitude. Et que tout ce que nous pouvons faire soit pour ta seule gloire.
Baada ya kusikiliza hiyo kitu, ni muhimu sana kuweza pia kuzungumzia haya mambo ya Joseph Kabila. Kabila alifika Goma, na uji wake Goma alikutanana na viongozi wa dini, viongozi wa dini wa Katoliki, Waislamu, wa Kristo, wanani, walokole, watu wa maombi, hivyo hivyo, wazee wa makoti, wazee wa makanzu, na baadaye wakaweza kuzungumza. Nafikiri kwenye habari zetu za moto za asubuhi uliweza kupata kila kitu ambacho wanasema kwamba walizungumza kwamba wao walimwambia bwana, kulingana na experience ambayo uko nayo, cha kufanya ni wewe kuweza kutafuta amani. Okay, sawa, tunashukuru, lakini kaa pembeni. Ni selon wao gisi wanasema. Sasa kitu ambacho mimi najaribu kujiuliza ni kwamba yeye anasema kwamba anakuja anafanya consultation kuwasikiliza raia wana nini. Usikilize raia watakwambia nini wakati wewe huko unafinance hiyo matrupe zako. Ulikuwa unafikiria raia watakwambia nini? Ni raia gani Mkongo mwenyewe atakwambia kwamba Joseph zonga na pouvoir, kamata pouvoir hapo? Hakuna. Naona sasa huko unasikiliza raia juu ufanye nini? Unakuja kuzungumza kuleta amani. Amani gani ambayo wewe huko unazungumza wakati watu wako ambao wako maeneo waenda Masisi, wapi Masisi kule matete zingine ambazo mna M23 wanachukua, wako wanasema kwamba hawatatoka mpaka sigisi Yesu atarudi. Na pia wanasema kwamba ujio wako wewe Goma tayari ni security tosha, na watu ambao wako wanachunga Kabila ni force speciale yani ya Rwanda, RDF. Ila kuna kitu nimeota jambo moja, nimeota kwamba RDF wameondoka ndani ya wiki hii. Hii nimeota. Yeah. Sijui nimeoteshwa ni maoni, lakini nimeota kwamba RDF wanaondoka, wanarudi kwao Rwanda. Na Joseph Kabila kuna jambo baya ambalo lilimtokea. Yaani watu walisambaratikana moja ya ajabu. Watu waliparanganyikana. Sasa kama hii ndoto yangu itakuwa ni ndoto ni ndoto kweli kabisa, ina maana nchi inaenda kuokolewa. Yeah. Hii ndoto imenijia. Sijawahi kuota vitu kama hivi, lakini inabidi niseme kwamba nimeota RDF wote wanaondoka, Kabila wameparanganyikana, walikula kichapo kimoja cha ajabu kutafutana. Kutafutana. Sasa anafanya consultation, anaita watu viongozi mbalimbali wa dini, mashirika ya kiraia, vijana hivi, awasikilize wamwambie nini. Wao wakamwambia bwana, wewe staff, weka pembeni haya mambo, usiende nayo. Okay, hiyo ni sawa. Kama wamefanya hivyo ni jambo la heri. Kitu ambacho Kabila pia ameweza kufanya mpaka wanajeshi kuweza kumkataa ni kusema kwamba yeye aliforme FRDC. Yeye aliwapa formation FRDC, yeye alifanyia nini vitu vingi. Wakati wanajeshi wako na reclame deni. Sawa? Wanasema kuna deni ambayo jamaa alikula pesa yao, alisepa nayo. Mishahara yao ilikuwa haitoki. Mwanajeshi alikuwa anapokea franga 100,000 kama na 45 hivi, ikiwa nyingi ni 170,000. Sasa 70, sasa na 50 mpaka sasa 70,000 mwe ya 200,000. Lakini leo soda iko anapokea $500 plus ya MIO 400,000. Sasa utakompare kati ya Kabila na utawala wa sasa hivi kwa upande wa wanajeshi. Soda mwenye iko naenda kujiunga na Kabila tu ni rebele tu, ni mtu mwenye iko na roho mbaya. Sawa? Juu ni plani yao ilikuwa washapanga toka zamani, na ambao wako wanafaidika na pesa ya Kabila sio wanajeshi wote, ni wale viongozi wa juu. Wale majenerali, makanali ndio wako wanakula rushwa. Mtu akipewa milioni yake 5, 3, 2 anasaliti, anaenda. Unaona? Walikuwa nampea milioni 8 Lubua Kasha Majoni wa Ituri, alikataa. $8 million. Anamwambia CD Ituri, anamwambia siwezi. Nishawaambia yeyote mwatangia hapa Ituri nitapiga. Mimi sitangua sema order kutoka na Nikishasa sema hivi. Mimi nitapiga. Ndio maana Ituri kunashindikana. Toma Lubanga iko na zaza Ituri iko na kungutwa moja ya ajabu. Sawa?
iko napata cha ajabu Ituri. Lubwa Kasha Majoni amesimama pale. So ni jambo moja la kusikitisha sana. Kwa hiyo kamanda wa Garde Republicaine Major General Ephraim Kabi Kiriza aliweza kusimama na kupaza sauti. Kwanza alitaka wanajeshi na kuanza kuonesha kwamba huyu jamaa hajatuforme sisi. Sisi tulikuwa forme na mzee Laurent Desire Kabila. Hakuna formation yeye alifanya na dhidi yetu. Mpaka anasema nani mwenye alikuwa forme na Kabila hapa? Hakuna mwenye alinyosha kidole. Mshielewa? Kwa maana hiyo kwamba huyu jamaa aliharibu nchi. Aliacha pei iko mambargo, hakuna kununua arme. Sasa naambia alisaidia nchi na kitu gani? Hakuna. Unaona? Kwa hiyo Kabila ni mongo, Kabila ni wahovyo, na Kabila mwisho wake unakwenda kukaribia. Huyo hapa Ephraim Major Generali, kiongozi wa Garde Republicaine. Alobi awa ye mutu aforma basoda. Mes chers amis, mutu azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 wanate akei na 2018 atia loboko likolo natala. Non, na lingi mutu azwi formation na renye ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa. Wapie. Ngayoyo, moi j'ai été formé par Mzee Laurent Desire Kabila. Les unités qui composent la garde républicaine, nazolo bango pona ba jeune yo ba uti kokota, na rappelé bango to uti wapi. Awa tozali na mosaïque ya ba ex-phase. Bazali ba blende ba vie na biso akala. Batata musique boza wapi. Formation na bino eza époque nini ebele majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos bek se phase baza ebele wana. Toza na mosaïque ya 10e brigade. Banamura, le vrai Banamura. Baza wapi? Baza wana. Produit ya Mzee Laurent Desire Kabila. Tozali na 15e régiment, 15e brigade, na 15e na 16e brigade. Boza wapi? Produit toujours ya Mzee Laurent Desire Kabila. Biso Tozaba officier ya académie enseignée formé par les Coréens. Eza Mzee mutu arekrita biso amema bango kwa msukuna. Alors boye bisanga kobanda wana tina ndenge ya koti unité ya munene ni koti na garde républicaine. Ezate. Alors formation zoloba qui a formé biso wapi. Ce qui n'a pas ça, je veux que je sois contredit tout de suite là ndenge bozao. Nakotuna bino pona kosilisa parce que noga lobi o akopesa bino bilok social. Avakende toti akena kina nyongo na biso combien d'arriérés ya prime na biso constitutionnel. Combien de mois d'arriérés biso to encaissé avakende. Il faut kotika kokosa parce que bao ba yebi bakoloba. Et ceux qui na lobi mbongo wana nyoso totanga na barrière. Toyebi kutu ebandako kende mbongo na biso ebandako kende wapi? Ah, bino va répondre bino moko parce que boyebi. Olobi ebandako kende wapi? Ah, est-ce que ngamu tuna lobi? Donc na basoda ba yebi. Prime na bango ebandako kende wapi? Yango ndeza kiba ceux qui font des fonctionnements, ceux qui font des installations, je ne sais pas. Mais les loyaux depuis béton azao d'abord
N'habite ceux qui a triplé, ceux qui n'engagent nini. Qu'on arrête les mensonges. Bana na biso olia bakende kotanga il faut sala bilanga po banoué les début du mois awa nani abosala eza même na député moko asalaka ironie na parlement alobi bateki ya bandembi bateki soki habite kuteku baza majoritairement basi ya basoda là il faisait allusion à Kanchachi lelo wao bomona bangoli suna nzela bolingi tolo bakomi kolata bakabelo voilà do basi na biso bakomi kolata bakabelo contrairement chaque jour na bassin na mutu tina suki na bango na tirele bungi. Na kitu kingine ni kwamba M23 gavana wao Bahati yuko lazimisha kwenye mikutano ya hadhara na wananchi kuongea Kinyarwanda. Pia anasema kwamba Kabila gisi iko Goma ni garanti tosha kwao. Tena wako namuita presida. Donc Kabila ndo presida wa Banyarwanda Mkongo. Ba refugee Rwanda beko Mkongo presida wao nani ni Kabila. Unaona? Anafika anasema kwamba gisi Kabila iko pale, eske unafikiri tutarudia nyuma? Hatarudia nyuma. CNDP ilifanya makosa, RCD ilifanya makosa, lakini sisi hatutarudia yale makosa na hatutatoka hapa mpaka siku Yesu atarudi. Na Kinyarwanda ndio kio kinazungumzika hapo, tumsikize huyu naye. Na chenye uongozi wa chama tututumana hatutaenda kafasi. Na asirante inaweza ona nimewaambia kama President Kabila iko Goma. Sasa anaweza toka kwenye iko anakuya Goma na anayo tutarudia nyuma. Mwafdeli kulifanyika makosa nyuma ya pale kwa RCD nako kukafanyika makosa arikichona babjira kuona tunaikala hapa tukishobora kwinyagambura tugenda ni vitu vyenye RCD tumikapa kazi ya mzuri sana ni jubili rudia nyuma bikaharibika lakini RCD tumikapa kuona akoti kashoboye kwihembera kagahembera kakavukamo CNDP kakavukamo M23 nuko nako RCD yari yarubitse. RCD tugomba kwishimira nubwo bwose bageze nyuma abayobozi bakaferinga ariko hari ibyo bubatse byiza byo tukigendera mu munsi kuona sisi tukijenganga tunaanza SNDP kakuwa M23 kakuwa ile yote ni matunda ya RCD. Leo jenye ninaweza kuambia hatutarudi nyuma ibyaha y'amakosa baye abantu basubira nyuma kugira bayakosore. Uyu munsi akaga twahuye nako jenye ninaweza kuambia hii vita jo ya mwisho. Ni vita ya mwisho, hatuna vita nyingine. Ni vita ya mwisho yenye tunagombana ya mwisho juu amani ipatikane abana bacu abosukuru bacu abazatukomokaho bose bazagira amahoro. Naba example nziza twe twahunze tubahungira mu Uganda kuko bitu bindi turijivuzia Uganda bya musuri sana. Uganda hata ukwe president hata ukwe general hata ukwe nani saina kwa le 27 Desembre abantu bose baje mu cyaro banenda mu interieur kwabo hata mkubwa benye wanasikaka Kampala ni basaliwa Kampala lakini kama kuna kuwa fete kama kuna kuwa Pasika kama kuna kuwa Christmas kama kuna kuwa bonane watu wanaenda mu interieur kwabo ku village natana usanga umuntu yarateye urutoki yarahinze inanasi yarahinze watermelon yoro yinka umuntu wese icyatekereza n'ijana na sie hapa ni kwetu na sisi ni yetu Nord Kivu ni yetu
hatuwezi kubali tena tukwe sawa viongozi wenye wanaendaka cheza mamiziki Kinshasa wanasahau kwao. Usisahau kwamba huko unasikiliza Baraka One TV na ni kipindi cha uchambuzi pamoja na habari. Tunakuchambulia habari kisha tunakupa uweze kuisikiliza, na hapo ndipo tunakwenda kumaliza matangazo yetu ya mchana huu wa leo. Mengine tukutanane saa 9 ambako wazalendo pamoja na FRDC wametumia drone Mikenge na hivyo kuweza kuwatwanga magaidi wa M23 na viongozi mbalimbali wa Twigwane na Red Tabara wamekiona cha mtamakuni ni Mikenge pamoja na Bijombo, na pia mabadiliko yamefanyika ndani ya uongozi wa FRDC Ituri pamoja na Kivu zote mbili. Kwa hiyo wanajeshi wapya wameweza kuteuliwa kuongoza commandement za kivita. Nafikiri mambo yanakwenda sasa kubadilika. Tukutanane majira ya hayo ya saa 9 ambayo tutazungumzia hiyo. Big up sana kwa wote ambao mko pamoja na B1 TV. Tukutanane hiyo mida pamoja na saa 12 pia kwa mitazamo yako mbalimbali. Tafadhali kwa mitazamo ya saa 12 tafadhali sana usio na mitazamo mirefu. Dakika 2.5 3 zinaenda hivyo ili kuwapa nafasi watu wengine kwa ajili ya kuweza kuchangia. Chao chao.